Ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu ameupa daraja kubwa sana. Lakini ni mwezi ambao miongoni mwetu katika jamii wengi wetu ni mwezi ambao unakuwa una changamoto nyingi sana, hususan unapokuja katika masuala ya lishe. Kwa hiyo kupitia ofisi yangu tumeona tuwakumbuke baadhi ya wananchi ambao wanaishi ndani ya hili jimbo, hususan wale watu ambao wenye mahitaji maalumu, lakini vile vile watoto mayatima. Hii ni jamii ambayo tunasema iko marginalized kwa kiasi kikubwa sana. Ni jamii ambayo kwa namna moja au nyingine inawezekana ikawa inasahaulika kabisa, lakini vile vile inakosa ule usimamizi mzuri kiasi cha kwamba watu ambao pengine hawana hatia, hususan kama watoto, wanakuwa wanaishi katika mazingira magumu, wanakuwa wanapata changamoto mbalimbali. Kwa hiyo tumeona kwamba kidogo hichi ambacho tulichokuwa nacho kuweza kuja hapa na kuwafariji wenzetu hawa ambao wana mahitaji maalumu, ili angalau kuwapunguzia ule ugumu au uzito ambao unatokana na mwezi huu, hususan unapokuja katika swala la lishe. Na mwezi huu una mafunzo mengi sana. Miongoni mwa mafunzo ambayo Mwenyezi Mungu alitaka binadamu kuweza kuyahisi ni ile hali ya kuwa na njaa, na namna gani ambavyo mtu ambaye hana kipato, hana uwezo, anakuwa anapitia katika siku za kawaida, ili na sisi tuweze kutafakuri na kuona namna gani ambavyo tunaweza kuwasaidia. Kwa hiyo tumewaita hapa wananchi ambao wanatokana katika shehia zetu zote 6 ndani ya jimbo. Nashukuru kwamba mwitikio umekuwa ni mzuri, na tunawashukuru sana viongozi wa jimbo, chama na serikali kwa namna ambavyo wameweza kuliratibu swala hili. Lakini vile vile shukrani za kipekee kwa wananchi ambao licha ya changamoto ambazo wanazopitia, lakini bado wameendelea kuwa waelewa, wastahimilivu, wavumilivu na kuendelea kuwa na imani na viongozi ambao tupo hapa. Mimi ninachokiangalia kwa upande wangu ni wajibu wangu kama kiongozi, sio tu kwa chama ambacho ndicho kilichosababisha mimi niwepo hapa, lakini kwa wananchi wote kwa ujumla. Kama tunapofahamu, maendeleo hayana chama, na wakati wowote ule ambapo unapopata fursa, basi ni jukumu lako kuwahudumia wale wote ambao wako chini ya usimamizi wako, na huo ndio ambao mwelekeo ambao tulikuwa nao. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine naweza kusema kwamba tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Hapa watu wote ambao unawaona, warika tofauti, umri tofauti, jinsia tofauti, makabila tofauti, wote tumejumuika pamoja katika hafla hii, na wote tunaiona ile sababu ya msingi ambayo imetaka kutuleta hapa. Kwa hiyo nawashukuru sana viongozi, nawashukuru sana wananchi, nawashukuru sana viongozi wangu kutoka serikalini na chama. Maana mambo yote haya pia huwezi kuyafanya wewe mwenyewe, hata kama una uwezo nayo, kama hujapata sapoti ya wale ambao wanakusimamia. Kwa hiyo huu umekuwa ni muendelezo tangu tumeingia katika nafasi hii, tumekuwa tuna utaratibu huu. Nafarijika sana kwamba mpaka huu mwaka wa 5 tunapoelekea katika harakati za uchaguzi, bado tumeweza kuendeleza ratiba hii ya kuwaona watu wenye mahitaji maalumu, mayatima katika jimbo letu hili. Inanipa faraja kubwa sana kwangu. Okay, unawashauri nini waheshimiwa wengine katika hili jambo kubwa ambalo umelifanya? Ni washauri waheshimiwa, ushauri wangu mimi ni mdogo tu, kwamba kutoa ni moyo, na siku zote kama unaweza ukakaa ukajitathmini, unaweza ukasema kwamba mimi sina au hakijitoshelezi, lakini kile kidogo ambacho unakitoa basi kinabarikiwa na Mwenyezi Mungu, anakuwa yuko radhi kwa sababu anaiona ile dhamira na nia yako ambayo ulikuwa nayo. Kwa hiyo tuendelee kuunga mkono juhudi za serikali, viongozi wetu, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamo. Tumeona wamekuwa ni mfano bora kabisa wanapokwenda katika jamii huko, kuwaona watu wenye mahitaji maalumu, kufuturisha, kutoa iftari kama hivi ambavyo tumefanya. Kwa hiyo waunge mkono juhudi ambazo tayari viongozi wetu wameshaonyesha mfano, na inshallah malipo yake haya mambo wala sio hapa duniani. Maisha yake ni huko mbeleni ya safari ambapo tunapoelekea. Kwa hiyo wito wangu wa ujumla ni kwamba tuungane katika kufanya mema, lakini tuungane katika kuwakumbuka wale ambao wana mahitaji au ambao hawana uwezo ukilinganisha na wengine. Kweli tumefarijika kiasi fulani kwa kutokana na kuwa mara nyingi huwa yanatokea, lakini kwa sisi wengine ilikuwa bado zamu yetu, na imani kwamba kwa kila jambo linakwenda kwa zamu.
Kwa hiyo sasa mara hii na sisi kwa kuwa watoto wetu wameingia katika hili, basi tumefarijika vizuri sana. Na hata hivyo tunashauriana kwamba yani tutawashauri na wenzetu pia nao wawe wavumilivu. Ina maana kwamba sometime huwa mitaani humo tunakuwa tunaambizana kwamba yani mwakilishi afai, mwakilishi hivi, unaona. Lakini kwa mimi binafsi yangu naweza nikasema kwamba mwakilishi wetu ni mzuri na yupo katika msimamo uliokuwa bora. Nashukuru kupata sadaka hii tuliopewa. Nimeshukuru sana kupata kwa sadaka hii. Hawape tena, tulipewa walemavu, wale mayatima tulipewa sote. Hajamkataa mtu yoyote, alikuwa mlemavu, alikuwa sio mlemavu, alikuwa mchafu, alikuwa sio mchafu. Hajachagua, hajabagua, wote kawapa. Nashukuru sana kupata sadaka hii. Tunamwombea nini? Tunamwombea Mwenyezi Mungu amzidishie imani, amzidishie amani, amlaze pahala pema peponi. Amin.